Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda amezindua magari mapya ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji yaliyotolewa na serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza katika hafla hiyo, Mtanda ameliomba jeshi hilo kutumia vyema magari hayo ya kisasa na kuhamasisha kuendelea kutoa elimu ili kupunguza matukio yanayoweza kuepukika. Naye Kamishna Msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Mwanza na Kaimu Kamanda Mkuu wa jeshi hilo Mkoa wa Mwanza ACF Elisha Mugisha amesema magari hayo ya kisasa yatalisaidia jeshi hilo kutekeleza majukumu yao ya kazi, kwani upungufu wake ilikuwa ni changamoto kubwa iliyokabili jeshi hilo. Maafisa wengine wa jeshi hilo pia walipata nafasi ya kuzungumza. Shamalizika kuzimika ndiyo Jeshi la Zimamoto na Uokozi linafika. Kwa hiyo ilipelekea wananchi wengi wasione faida ya kuwa na Jeshi la Zimamoto na Uokozi. Lakini kwa sasa mambo yamebadilika sana. Sasa hivi ukipiga dakika chache tu Jeshi la Zimamoto na Uokozi liko kwenye mlango wako. Ninayo matukio mawili hapa Mwanza au matatu ambayo nimeona uharaka wa Jeshi la Zimamoto na Uokozi. Tukio la kwanza, kamanda, utakumbuka wale wafanyabiashara wa mbao walipopata na tukio kubwa la moto pale Sabasaba. Jeshi la Zimamoto na Uokozi lilikuja kwa wakati na tukahakikisha uokozi umefanyika na uzimaji wa moto umefanyika na hasara kubwa iliweza kudhibitiwa. Hata kwenye kunasa kwenye lifti baadhi ya hoteli fulani niliona jeshi limefanya kazi kubwa. Kwa hiyo ni jeshi lenye uweledi na lina wataalamu wengi. Endeleeni kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna sahihi ya vifaa ambavyo vinaweza kupelekea moto kutokea, kama vifaa vya umeme, majiko ya gesi, umuhimu wa kuweka vifaa vya kuzimia moto kwenye nyumba. Nitumie fursa hii kuwajulisha kuwa tarehe 29 ya mwezi huu pia ni siku ya uchaguzi. Pamoja na kwamba nyinyi askari wa Jeshi la Zimamoto si wadau wa chama chochote cha siasa, lakini bado haiwaondolei haki kwamba nyinyi ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mnayo sifa ya kwenda kupiga kura. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepatiwa jumla ya magari na mitambo 12 pamoja na boti moja ya maokozi kwenye maji. Kwa mchanganuo ufuatao: magari ya kuzima moto ni 5, medium rescue van ni 2, boti ya maokozi kwenye maji ni 1, ambulance 2, command car 1, mobile workshop 1 na gari dogo la utawala. Aidha, magari hayo yanapokelewa kwa awamu 2. Awamu ya kwanza tayari tumepokea magari 6 na tunatarajia kupokea magari mengine 6 na boti moja ya maokozi kwenye maji muda mfupi ujao mwezi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa leo tunaomba uzindue magari 6 ambao tumeyapokea tayari kwa awamu ya kwanza. Kati hayo 6 ambao tayari tumeyapokea, gari moja halipo hapa, tayari lipo kwenye kazi maalum. Magari tunaomba uzindue leo ni haya: mobile workshop, hili ni gari ambayo inatumika kama karakana likiwa na vifaa vya utengenezaji wa magari. Gari la pili ni command car. Gari hili litatumika katika kusimamia matukio yote ya dharura, ikiwa ni pamoja na kuwaisha vifaa vinavyohitajika katika tukio husika. Namba 3 ni ambulance 2. Magari haya yatatumika kubeba wagonjwa wakati wa dharura za majanga mbalimbali, kwani hapo awali wagonjwa tulikuwa tunawabeba kwa kutumia gari la kuzimia moto. Namba 4 ni gari dogo la utawala. Gari hili litatumika katika shughuli ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto, uchunguzi wa matukio ya moto na kutoa elimu kwa umma. Na gari la mwisho kwa leo, na bahati nzuri iliko kwenye kazi maalum, ni rescue van. Gari hili litatumika kwenye shughuli zote za uokoaji nchi kavu. Baada ya magari na mitambo hiyo kuwasili yote, vituo vya wilaya ya Magu, Misungwi na Kwimba vitapatiwa magari ya kuzima moto na maokozi kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi. Pia vituo vya Ukerewe na Sengerema vitapata magari ya kisasa zaidi ili kuendelea kuboresha huduma kwa jamii. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Mwanza, kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tunatoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
kwani magari haya yatasaidia kuboresha na kusogeza huduma kwa wananchi kwa haraka. Haya magari yatatufanya tufanye kazi kwa ufanisi mkubwa, na hapo awali tulikuwa tukihangaika sana. Kwa mfano kama ambulance, hapo awali hatukuwa na ambulance ambayo tulikuwa tukiweza kufika kwenye eneo la tukio na kubeba majeruhi. Tulikuwa tukitumia ambulance ambazo ni za hospitali ya wilaya au ya mkoa au za idara tofauti. Ila kwa sasa hivi tuna uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi mzuri. Ambulance za kubeba wagonjwa tunazo, za kubeba majeruhi tunazo, za kufanya kazi tunazo, na pia hata mitambo ya kuzima moto katuwezesha. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Sisi kama majukumu yetu ya msingi kabisa kuokoa maisha ya watu na mali zao, yakiwemo shughuli za kuzima moto, kufanya maokozi sehemu mbalimbali zikiwemo sehemu za majini. Kama hivi Mwanza mnajua tuna ziwa Victoria, ziwa kubwa kabisa. Tunazo boti ambazo tayari Mheshimiwa Rais katupatia kwa ajili ya kufanya maokozi ya watu ambao wanapata dharura hizo. Sasa nini ambacho tunakisema kwa wananchi? Ni kwamba wakae mkao wa kula, kwa sababu zimamoto saizi imekamilika. Yaani hakuna kigezo, hamna dharura tena, ama hakuna excuse tena ya kusema saizi sio kuna shida, sio kuna gari limefanyaje. Hiyo haipo. Sasa tunatoa wito kwa wananchi kwamba panapotokea dharura yoyote, aidha ni ajali barabarani, zipo ambulance za kwenda kubeba majeruhi. Tupo wataalamu wa afya wa kwenda kuwasaidia wananchi, kwa sababu lengo ni kuhakikisha wananchi hawa ambao ndio rasilimali ya Tanzania ya taifa, ambao ndio tunakusanya kodi kwao, ambao ndio wanalifanya taifa hili liendelee kuendelea, wanakuwa salama kwenye majanga mbalimbali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.